Katika moyo wa Afrika Mashariki kuna taifa linaloandika sura mpya ya maendeleo, taifa lenye amani, utulivu wa kisiasa na miundombinu ya kisasa inayounganisha masoko ya Afrika na dunia. Hii ni Tanzania, nchi yenye rasilimali tele, kuanzia madini na nishati hadi ardhi yenye rutuba kwa kilimo na sekta za viwanda zinazokuwa kwa kasi, pamoja na utalii wa kipekee unaovutia dunia nzima. Tanzania inaendelea kufungua milango mipya ya fursa za biashara na uwekezaji. Chini ya uongozi wa Rais shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania imeimarisha mazingira ya uwekezaji na kuendelea kujenga uchumi imara unaoongozwa na maono ya muda mrefu ya Dira 2050. Hii si nchi ya rasilimali tu, bali ni taifa lenye maono, ubunifu, mustakabali mkubwa na mazingira salama kwa uwekezaji. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania, kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Kuna maeneo ambayo yamejaliwa kila kitu kinachohitajika kujenga uchumi imara: ardhi yenye rutuba, hali nzuri ya hewa, rasilimali za kutosha na watu wenye bidii. Haya ni maeneo ambayo uwekezaji hauanzi na kutafuta fursa, bali huanza na kuchagua fursa ipi uianze. Tanzania. Uwekezaji. Nyanda za juu kusini mwa Tanzania ni moja kati ya kanda muhimu za kiuchumi nchini. Kanda hii inajumuisha mikoa ya Mbeya, Songwe, Rukwa, Katavi, Iringa. Mbali na kuwa kitovu cha uzalishaji wa mazao ya chakula, kanda hii imebarikiwa na rasilimali nyingi zinazofungua fursa za uwekezaji katika kilimo, viwanda, madini, utalii na biashara. Miongoni mwa mikoa inayobeba hadhi hiyo ni mkoa wa Mbeya, mkoa unaounganisha Tanzania na masoko ya nchi za kusini mwa Afrika, ukiwa na mazingira yanayovutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania. Mimi ni Elijah Kitomari kutoka Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Na sekta zinazoendelea kufanya vizuri mkoa wa Mbeya ni pamoja na kilimo cha mazao ya chakula na biashara, ikiwemo kahawa, parachichi na chai. Bei imekuwa nzuri. Uchakataji na uongezaji thamani ya mazao ya kilimo, hususan kahawa, pareto, na sasa unatengeneza mafuta. Madini hususan dhahabu na shaba katika wilaya ya Chunya na Mbeya, wilaya ya Mbeya pia maeneo baadhi. Ufugaji hasa kata za Ikukwa kule, uvuvi katika wilaya ya Kyela. Ziwa pekee kubwa ni Ziwa Nyasa, Doto na Lake Ngosi. Fursa zipo nyingi ndani ya mkoa huu. Kuna kuchakataji wa mazao, uzalishaji wa bidhaa viwandani, uchimbaji na uongezaji wa thamani wa madini, utalii, lakini pia ujenzi wa majengo ya biashara, maduka na maeneo ya viwanda, ujenzi wa mabweni na huduma nyingine zinazohitajika na wanafunzi wa taasisi za elimu. Bado parabaki kuwa eneo muhimu lenye hali ya hewa muhimu ya kipekee kabisa ambayo inavutia aina zote za uwekezaji. Uwekezaji. Mbeya ni moja kati ya mikoa inayochangia kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara nchini. Mazao kama mahindi, mpunga, chai, kahawa, viazi, ndizi, parachichi na mazao mengine mengi yanastawi kutokana na mazingira mazuri ya kilimo. Mbali na hilo, mkoa huu umejaliwa kuwa na madini, misitu, vyanzo vya maji pamoja na maeneo yanayofaa kwa uwekezaji katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na sekta nyingine za uzalishaji. Sisi kiutaratibu tuna majukumu makubwa matatu. Cha kwanza ni kutangaza fursa za uwekezaji, lakini pia tunawawezesha wawekezaji, na la mwisho kabisa ni kutoa ushauri kuhusiana na uwekezaji katika sekta zote, kuanzia serikali, watu binafsi na wawekezaji wengine wa ndani na wa nje. Lengo hasa ni kujaribu kuhamasisha Watanzania watambue fursa zilizopo katika mkoa wetu. Mpaka sasa kwa uwekezaji kwa hapa mkoa wa Mbeya, kuanzia mwaka 2021 wakati mama anaingia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mpaka sasa tumeshasajili miradi 63.
yenye thamani ya zaidi ya milioni 500 USD, dola za Kimarekani milioni 500. Lakini pia imetoa ajira za watu 269 mpaka sasa. Katika mkoa wetu tuna fursa kadhaa, hasa zinazoongoza ni madini, lakini kuna kilimo, lakini kingine tuna ufanyabiashara, kwa maana sisi tuko jirani na nchi za Malawi na Zambia na DRC. Kwa sababu hizo, maanake kuna watu wengi wanaofanya biashara kutokea Mbeya na hizo nchi za jirani. Kwa lugha rahisi tunasema sisi ni lango la SADC. Kwa maana hiyo mazingira ni mazuri, kuna ushirikiano mkubwa kutoka katika ofisi za serikali, lakini vile vile tuna idadi kubwa ya wananchi ambao wenyewe kama walivyo ni soko. Tanzania. Uwekezaji. Nyanda za Juu Kusini inahusisha mikoa ya Mbeya, Rukwa na Songwe. Sisi kiutaratibu tuna majukumu makubwa matatu. Cha kwanza ni kutangaza fursa za uwekezaji, lakini pia tunawawezesha wawekezaji, na mwisho kabisa ni kutoa ushauri kuhusiana na uwekezaji katika sekta zote, kuanzia serikali, watu binafsi na wawekezaji wengine wa ndani na wa nje. Lengo hasa ni kujaribu kuhamasisha Watanzania watambue fursa zilizopo katika mkoa wetu. Mpaka sasa kwa uwekezaji kwa hapa mkoa wa Mbeya, kuanzia mwaka 2021 wakati mama anaingia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mpaka sasa tumeshasajili miradi 63 yenye thamani ya zaidi ya milioni 500 USD, dola za Kimarekani milioni 500. Lakini pia imetoa ajira za watu 269 mpaka sasa. Katika mkoa wetu tuna fursa kadhaa, hasa zinazoongoza ni madini, lakini kuna kilimo, lakini kingine tuna ufanyabiashara, kwa maana sisi tuko jirani na nchi za Malawi na Zambia na DRC. Kwa sababu hizo, maanake kuna watu wengi wanaofanya biashara kutokea Mbeya na hizo nchi za jirani. Kwa lugha rahisi tunasema sisi ni lango la SADC. Kwa maana hiyo mazingira ni mazuri, kuna ushirikiano mkubwa kutoka katika ofisi za serikali, lakini vile vile tuna idadi kubwa ya wananchi ambao wenyewe kama walivyo ni soko. Uwekezaji Tanzania ni msingi kwa uchumi wa... Habari. Mara nyingi umekuwa ukisikia kuhusu ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Pengine umewahi kujiuliza ofisi hii ina majukumu gani? Ina mchango gani katika maendeleo ya taifa letu? Subiri kidogo. Leo utaelezwa kwa undani kuhusu majukumu ya ofisi hii muhimu katika kuleta maendeleo katika nchi yetu. Karibuni. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji ina jukumu la kuandaa mipango ya maendeleo ya taifa, kusimamia masuala ya kiuchumi na kufuatilia utekelezaji wa mipango hiyo. Pia ofisi hii ina jukumu la kuandaa na kusimamia sera ya uwekezaji na utekelezaji wake, uhamasishaji wa uwekezaji wa ndani na nje, uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na kusimamia utendaji wa mashirika ya umma. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inasimamia taasisi zifuatazo: Tume ya Taifa ya Mipango NPC, msajili wa hazina TR, na mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, na inasimamia masuala ya uwekezaji katika sekta binafsi na sekta za umma. Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inaratibu maendeleo ya maeneo maalum ya uwekezaji pamoja na kuhamasisha uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya mauzo ya nje. Lakini pia ofisi ya Rais mipango na uwekezaji inashirikiana na mashirika mbalimbali ya kimataifa yanayohusika na mambo ya uwekezaji nchini. Dira 2050 wekeza Tanzania. Katika kuendelea kuvutia uwekezaji, jiji la Mbeya limetenga maeneo mbalimbali maalum
kwa ajili ya uwekezaji. Lakini moja ni eneo linalosimamiwa na mwekezaji Mtanzania lililo karibu na uwanja wa Sokoine. Mradi huu unatarajiwa kuongeza shughuli za biashara, kuvutia mitaji mipya na kuimarisha nafasi ya Mbeya kama kitovu cha biashara na uwekezaji katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Huu mradi ni PPP kwa maana ya kushirikiana na serikali au halmashauri ya jiji kuwa kiwanja ni cha jiji ambacho kina ukubwa wa karibu eka 9, na mwekezaji sasa ni mzawa ambao ndio Babito Trading Company Limited. Mradi huu ulianza Julai 2021 kwa maana ya kuanza maandalizi ya mwanzo ya mradi na kuanza ujenzi, na ilipofika 2023 huu mradi tuliusajili. Kwa kipindi kile ilikuwa ni TIC na kupata ile certificate za exemption kwa ajili ya mambo ya import duty. Thamani ya mradi mpaka kufikia mwezi wa 5 zilikuwa zishatumika zaidi ya bilioni 8 kwa maana ya kuwekeza kwenye ujenzi. Na dhumuni kuu la huu mradi ilikuwa ni kupata kituo kikubwa cha burudani, kupumzika, na pia kwa kupitia hapo tutapata ajira kwa maana ya kuajiri wa Tanzania wengi, lakini upande wa pili wa serikali pia wanapata kodi, kwa sababu mpaka sasa hivi japo operations zimeanza kwa kiasi, lakini bado tushaanza kulipa kodi. Kwa hiyo ni mradi ambao kwa kweli ni una faida kubwa kwa kuanzia swala zima la ajira. Kwa swala la ajira tulianzia kwenye ujenzi. Mnajua shughuli za ujenzi, na ujenzi ulikuwa ni mkubwa. Kwa hiyo mafundi ni wengi walikuwa hapa, maengineer wanaenda wakipungua kwa sababu sasa hivi mradi uko kwenye kuelekea mwisho. Lakini pia sasa baada ya mradi tunategemea kutoa ajira nyingi, kwa sababu hapa nitaelezea vitu ambavyo vipo. Huu mradi kwanza kwa nje, mnaona ile eneo lote nilosema ni karibia eka 9 limezungushwa na fence ya maduka ambayo ni maduka na ofisi. Ni vyumba ambavyo vinatumika kwa maduka na ofisi, viko kama 93. Lakini pia tuna maeneo ya ATM yapo. Maduka kwa awamu ya maduka yameisha yote na tayari yana wapangaji, ni machache sana ambayo bado hayana wapangaji. Kwa hiyo tunaona kuwa ni zile ajira ambazo zinatokana na mkono wa pili. Kwa mtu anapanga chumba, lakini kuna watu pia wanapata ajira kule. Lakini tukiingia humu ndani kuna kumbi za mikutano na sherehe ambazo kumbi 3 zimeisha. Tuna ukumbi mmoja mkubwa, nadhani tutapita tutauona, unaitwa Elephant. Huu una capacity ya mpaka watu 2500 mpaka 3000. Inategemeana ni event aina gani. Kama watu wanakaa kwa round table, watu wanapungua, lakini kama ni ile kukaa kama darasani, capacity inazidi. Tuna ukumbi mwingine unaitwa Giraffe, na wenyewe umekamilika. Wenyewe una capacity ya watu 900. Na tuna ukumbi mwingine ambao unaitwa Peacock, tutapita kuona, wenyewe ni mdogo kidogo, ni watu kama 200. Lakini kuna ukumbi mwingine bado haujakamilika, capacity yake ni watu kama 300. Lakini pia kuna ukiingia getini hapo kuna lounge ziko 3 hizo kwa ajili ya mikutano midogo ya watu 60 mpaka 70. Kwa hiyo ni kwa upande wa facilities za sherehe na mikutano. Lakini pia humu ndani kumelengwa kuwe na night club. Jengo kubwa liko pale, imekamilika kwa asilimia za ujenzi mpaka 90, bado hatujaingia kwenye finishing, ndio imebaki. Lakini pia kuna car wash ambapo bado na yenyewe haijakamilika, lakini tayari kila kitu kishajengwa, ni kufanya finishing la kuweka vifaa. Lakini kwa nyuma hapo pia kuna jengo la kasino. Lakini kuna eneo la michezo ya watoto. Garden imekwisha tengenezwa, ni bado tukuweka michezo ya watoto. Lakini pia tuna swimming pool ya watu wazima ambayo tayari structure imekamilika, bado finishing. Na pia tunategemea kuweka swimming pool ya watoto. Lakini pia ndani ukiingia utaona kuna hizi parking ni kubwa, ziko kila eneo. Capacity ya parking tukisema zote ni karibia magari 300, lakini ni multipurpose. Kwa inatumika pia kwa sherehe za nje. Kuna watu ambao wanapenda kuweka matenti, wanafanya sherehe za nje, kwa hiyo inatumika kwa parking. Lakini pia zinatumika kwa events za nje, maonyesho na sherehe, kadri mtu atakavyopenda.
Vile ambavyo vimekamilika kwa 100% ni hizo kumbi na eneo la parking pia na garden. Hiyo mnaiona inatumika kwa ajili ya watu wanakuja kufanya shooting za waya, kupiga picha, maharusi na vitu kama hivyo. Kwa mfano kama ukumbi mkubwa unaona hapo ni tent, ni prefab. Tumejenga tu base. Kwa hiyo vitu viliagizwa kutoka nje, tumekuja kuassemble. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tumepata pia punguzo. Lakini kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo vya msamaha, vya ujenzi, vitu vya kwenye vioo vya wapi ambavyo nchini havipatikani, vyote vile tumepata msamaha. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa imetupa ahueni sana. Tusingekuwa labda tumefikia hii sehemu kama tusingekuwa tunapata hiyo misamaha, kwa sababu zile hela ambazo zimepata msamaha zimetusaidia kupush mradi mbele zaidi. TISEZA ina kazi kubwa ya kutangaza namna ya uwekezaji, kwa sababu watu wengi sana wanaamini kuwa wawekezaji labda ni watu kutoka nje na vitu kama hivyo, lakini kumbe kuna category nyingi. Nilipata bahati kipindi kile TISEZA tena walipotutembelea kushiriki katika seminar. Watu wengi hawajui zile categories za uwekezaji ziko nyingi, na pia mitaji inatofautiana. Kwa hiyo mtu akisikia tu uwekezaji anajua hapo ni dola za kutosha au ni mzungu, lakini kumbe kuna namna nyingi za kushirikiana na mamlaka ya uwekezaji na mtu kufaidika. Hata mtu mwingine anaweza akawa na eneo tu hawezi kuwekeza yeye, kumbe lakini akienda akapewa maelekezo mazuri, anaweza akaletewa mtu, basi uwekezaji ukafanyika. Tanzania. Miradi ya aina hii sio tu kwamba huongeza thamani ya uchumi wa mkoa, bali pia hufungua fursa za ajira, huongeza mapato ya wananchi na kuchochea ukuaji wa sekta binafsi. Je, mradi huu ukikamilika unatarajiwa kutoa ajira kwa kiwango gani? Na Babito Trading Company ina sehemu 3 za uwekezaji. Ina sehemu ya City Park ambayo sisi tupo kama wapangaji, lakini pia ina sehemu nyingine 2 ambazo ni Babito Pharmacy pamoja na Beaco Resort Hotel. Na kwa upande huo mimi ni afisa mwajiri kote, lakini pia afisa rasilimali watu. Sasa tukirudi katika sehemu ambayo tupo kwa sasa, ambayo ni eneo la City Park, tunategemea kuwa na idadi kubwa sana ya waajiriwa wasiopungua takriban 200, ambao katika hao 200 wote watakuwa ni Watanzania. Na kwa kuzingatia sheria na kanuni za kazi, tunategemea kila idara kuwa na wafanyakazi wasiopungua 10. Kwa hiyo tuna idara nyingi sana, kama mnavyoona maeneo ni mengi. Kwa hiyo niwaombe sana Watanzania kwa ukubwa na kwa ujumla wao, mradi utakapokuwa tayari wajitokeze kwa ajili ya kuomba nafasi za kazi, na sisi pia tupo kwa kuzingatia kanuni na sheria za kazi. Makadirio, huu mradi tunakadiria ungeweza kukamilika maybe mpaka mwezi wa 10 kama utakuwa uko tayari, au labda mwezi wa 11. Kwa hiyo pale mradi utakapokuwa umekamilika kwa 100%, ndipo sasa tutakapoweza kuanza kutangaza nafasi za kazi. Kwa majina naitwa Flower Whitson. Nimefanikiwa kupata ajira ya usafi. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa kupata huu uwekezaji. Nimepata fursa ya kuweza kulea familia yangu kupitia kazi hii ya usafi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kupitia huu uwekezaji. Tanzania. Utekelezaji wa Dira 2050 tayari umeanza. Dira hii inalenga kujenga uchumi shindani unaongozwa na sekta binafsi, ubunifu, matumizi ya teknolojia na uwekezaji wenye tija. Hivyo, mafanikio yake yanategemea ushiriki wa kila Mtanzania. Ni wakati wa kubadili mtazamo. Tuache kuwaona maeneo yetu kama sehemu za kuishi pekee, tuanze kuyaona kama vyanzo vya fursa za kiuchumi. Sasa hawa ni key players kwenye eneo hilo, na uwepo wao nyanda za juu kusini
ni katika kuhakikisha ni jinsi gani mikoa hii inashiriki kikamilifu kuchachusha upatikanaji wa cha mapato kiwango kile ndani ya nchi yetu. Wao wamepewa 70%. Kwa hiyo mzigo ni mkubwa, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba viko vitu vingi ametujalia mkoa wa Mbeya ambavyo hatuhitaji mtu atusaidie kufanya chochote. Malighafi zipo, resources zipo, fursa zipo, ni sisi tu namna ya kuzitumia na kuamua kuweka priority zetu. Niwahi kuambia hapa Mbeya mjini kuanzia pale Mafiat, nikisema radius ya kilomita 5 naeleweka? Radius ya kilomita 5 kuanzia pale Mafiat uende kushoto, kulia, juu, chini, tuna wanafunzi zaidi ya 200,000. Radius ya kilomita 5. Lakini sioni watu wa Mbeya wakichangamkia uwepo wa malazi bora ya hawa watoto. Sasa sisi tunasubiri Mungu atuleteni. Kama ni fursa haya, kama watu wameshatujazia. Maana biashara ipo. Taasisi za fedha zipo. Ni kubadili dhana yetu kwenye vitu tulivyozoea kufanya. Mkoa wa Mbeya unaonyesha wazi kuwa rasilimali zikitumika kwa maarifa, ubunifu na uwekezaji zinaweza kuzalisha ajira, kuongeza thamani ya mazao na kuharakisha maendeleo ya taifa. The private sector is the primary engine of growth. Ndivyo ndio anavyosema. Government as an enabler, na ikaongeza not a competitor. Kwa hiyo wote tukiwa kwenye tunaelewana vizuri hapo, manake dira imebainisha vizuri, inamuona sekta binafsi ni nani na serikali ni nani. Serikali imetambulishwa kama mwezeshaji. Kila mafanikio makubwa huanza na uamuzi mmoja. Uamuzi wa kubadili mtazamo, kwa sababu mara nyingi kinachotutenganisha na mafanikio si ukosefu wa fursa, bali namna tunavyoziona. Kwa kipengele hiki tutasikia hadithi za Watanzania waliobadili mtazamo wao, wakaamua kuthubutu, wakaona fursa na wakaanza safari mpya ya mafanikio. Nikuulize swali moja. Maisha yako yangeonekanaje kama ndoto yako ya kuendelea na shule ingeishia darasa la 7? Asubuhi nyingine imeanza singisi, jua linachomoza kama kawaida, watoto wanakimbilia shule, lakini si kila mtoto anaelekea darasani. Kitomari, safari yake ya elimu iliishia darasa la 7, sio kwa sababu hakupenda kusoma, bali kwa sababu nyumbani hakukuwa na uwezo. Badala ya kubeba mkoba, akabeba jembe. Badala ya kusoma vitabu, akajifunza kupambana na ukame, njaa na umaskini. Miaka ikapita, kila jioni alikaa na vijana wenzake. Mazungumzo yakabadilika. Hakuna ajira, serikali haitupi nafasi, maisha hayaendi. Kila mmoja alikuwa mtu wa kulaumu, lakini hakuna aliyekuwa na suluhisho. Usiku ukaingia. Kitomari akaondoka akiwa na maswali mengi kuliko majibu. Njiani akasimama kwenye duka la mangi. Runinga ilikuwa imewashwa. Mwanzoni hakujali, lakini ghafla akasikia Dira 2050. Akasimama, akasikiliza. Dira 2050 inalenga kuijenga Tanzania yenye uchumi wa dola trilioni 1 za Kimarekani kupitia sekta mbalimbali ikiwemo kilimo cha kisasa. Kwa mara ya kwanza hakusikia habari, aliona fursa. Lakini sekunde chache baadaye akajiuliza, kilimo cha kisasa si kinahitaji pesa nyingi? Akatikisa kichwa, akaondoka. Kesho yake alirudi shambani kama kawaida, lakini siku hiyo haikuwa ya kawaida. Afisa kilimo wa kata alipita, hakumletea fedha, hakumjengea shamba, hakumpa zawadi. Alimpa kitu chenye thamani zaidi, maarifa. Akamwonyesha namna ya kupanga mistari, kutumia mbegu bora, kutunza udongo, kuvuna maji ya mvua, kupunguza gharama, kuongeza mavuno. Ndipo Kitomari akagundua tatizo halikuwa kukosa mtaji, tatizo lilikuwa kukosa maarifa. Na hapo mtazamo wake ukabadilika. Msimu wa kwanza mavuno yakabadilika, msimu wa pili maisha yakabadilika. Shamba likapanuka, akanunua pampu ndogo ya umwagiliaji, akaanza kuajiri vijana wa singisi. Wale waliokuwa wakikaa chini ya mti kila jioni kulalamika, sasa walikuwa wakivuna pamoja naye. Malori yakaanza kuingia kijijini, wanunuzi
wanafunzi wakatoka mbali, biashara zikafunguliwa, watoto wakarudi shule, familia zikapata kipato na wakulima wengine wakaanza kujifunza kutoka kwake. Sing'isi haikubadilishwa na muujiza, ilibadilishwa na maarifa, ilibadilishwa na uamuzi wa mtu mmoja kubadili mtazamo. Leo Kitomari anasimama mbele ya nyumba yake nzuri ya kisasa iliyojengwa kijijini. Nyuma yake kuna mashamba ya kijani, wafanyakazi wanavuna, malori yanapakia mazao, wazazi wake wanatabasamu kwa fahari, si kwa sababu walipata bahati, bali kwa sababu waliamua kujifunza na kubadilika. Dira 2050 haianzi kwenye ofisi, huanza kwenye fikra za Mtanzania mmoja mmoja anayechagua kuona fursa badala ya vikwazo. Ukibadili mtazamo, unabadilisha maisha yako. Ukibadilisha maisha yako, unabadilisha kijiji chako. Ukibadilisha kijiji chako, unaijenga Tanzania ya Dira 2050. Safari ya utekelezaji wa Dira 2050 imeanza. Mafanikio yake hayatategemea serikali pekee, bali yatajengwa na umoja, maarifa na juhudi za kila Mtanzania. Tuna deni la kuijenga Tanzania yenye uchumi imara, yenye fursa kwa kila mmoja na yenye maisha bora kwa vizazi vya leo na vijavyo. Tushikamane, tubadili mtazamo, tuijenge Tanzania. Naiona dira yenye matumaini, ustawi wa pamoja, tuijenge Tanzania. Badili mtazamo, tujenge Tanzania yetu. Ni jukumu letu, tunasonga mbele. Pamoja tunaweza. Asante kwa kuwa nasi katika kipindi hiki maalum cha Wekeza Tanzania. Mimi ni Elijah Kitomari kutoka Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Usikose kuendelea kufuatilia kipindi hiki ambacho tutaendelea kukuletea fursa mbalimbali za uwekezaji kutoka maeneo tofauti ya Tanzania, tukionyesha namna utekelezaji wa Dira 2050 unavyoendelea kufungua milango mipya ya maendeleo na ustawi wa uchumi wetu. Wekeza Tanzania, tuwekeze leo, tujenge Tanzania ya kesho. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, X ambayo zamani ilijulikana kama Twitter, pamoja na mtandao wa YouTube kwa jina la Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini unaweza kutupata kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina la Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Karibu katika kipindi maalum cha Wekeza Tanzania kinacholetwa kwako na Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji.